Alkafaratu ala zawji anhu, na kafara ni juu ya mwanamume, kwamba mwanamume ambaye ameharibu funga yake akatakiwa alipe kafara, lakini funga ile hawezi kuiharibu peke yake. Kama itakuwa ameharibu funga kwa sababu ya jimai, basi itakuwa kuna aliyeshiriki naye katika hiyo jimai. Sasa huyo aliyeshiriki naye katika jimai ni mwanamke, ndio wanasema shekhe, wal kafaratu ala zawji, na kafara juu ya mwanamume anhu, anajitolea yeye mwenyewe. Wa fi qaulin, na katika kauli nyingine anhu wa anha, anajitolea mwenyewe na anamtolea pia huyo mwanamke. Sawa, anajitolea mwenyewe na anamtolea mwanamke pia, kwamba hilo kafara moja analolilipa linakuwa ni kwa ajili ya watu wote wawili. Wa fi qawli, na katika kauli nyingine alaiha kafaratun ukhra, kuna mlazimu mwanamke kafara jingine. Ndipo kauli kwamba mwanamume na mwanamke wote kila mmoja atoe kafara kwa sababu ya kosa hilo alilofanya, lakini shambiwa wa fi qawli. Kwa hiyo tunaenda na hukumu ile ambayo imetangulia kutajwa, nayo ni wal kafaratu ala zawji anhu. Kwa hiyo kafara linapasa mwanamume tu, japokuwa wengine wasema akishatoa hilo na mke kamtolea, wengine wasema hapana, mwanamke pia atatoa lake. Watalzamu man infarada biruyati hilali, na linamlazimu kafara yule ambaye amepwekeka kwa kuuona mwezi umeandama, lakini kauona yeye peke yake, hakupata bahati ya kuwashirikisha watu wengine wakauona mwezi ule, basi yule katika haki yake ni wajibu. Na pia ni wajibu kufunga yule ambaye anamwamini, yule ambaye anamsadiki, naye pia vile vile atatakiwa afunge na ni wajibu. Kwa ikitokea kwamba yuko mtu ameuona mwezi peke yake na watu wengine pengine amejaribu kuwaambia, hawakumuelewa, hawakumwamini, yeye kwake ni wajibu kufunga. Sasa alipokuwa ameuona mwezi, aidha akafunga, kisha wajamaa fi yaumi, akajamii mchana wake, akafanya jimai baada ya kuwa tayari mwezi kauona yeye peke yake. Sasa labda tu vile kaona watu wengine hawakukubali mwezi, kwa hiyo wako tu kwenye kula kwao na kuendelea mambo yao. Sasa akaona nisije nini, akaamua kuivunja saumu ile, lakini kwa kupitia jimai. Yeye kwake anazingatiwa kama yuko ndani ya Ramadhani, ndani ya saumu, kwa hiyo hawezi kuruhusiwa kufanya jambo lolote katika mambo yaliyokuwa yamekatazwa. Wal kafaratu ala zawji anhu faqat, na kafara ni juu ya mwanamume anhu, anajitolea mwenyewe, faqat dunaha, kinyume cha mke, lima marra min at-ta'lili, kwa yaliyopita. Sawa. Wa fi qawli, na katika kauli nyingine al kafaratu anhu wa anha, ni la kwake yeye na vile vile wa anha, na atamtolea mwanamke. Ayalzamuhuma kafaratun wahidatun, litawalazimu wote wawili kafara moja. Watahamaluha azawju, na atalibeba huyo mume, ndio atakaye litafuta na kulifanya. Limusharakatiha lahu fi sababi, kwa kule kushiriki kwake huyo mke, kushirikiana na mume katika sababu, katika kusababisha, kama huwa dhahirul khabari, kama ilivyokuwa dhahiri ya hadithi. Wa ala hadha qila yajibu kama qala al-mahamiliyu ala kulli minhuma. Sawa, lakini nisfuha, kila mmoja katika wawili kuna nusu ya kafara. Thumma yatahamalu zawju ma wajaba alaiha, kisha kile ambacho kimemwajibikia mwanamke anakibeba mume pia. Kwamba ilikuwa ni wote wawili walipe, lakini lile fungu la mke nalo pia atalichukua mume, atalilipa yeye mume.
Wa fi qawli, na katika kauli nyingine, alaiha kafaratun ukhra, mwanamke analazimika kulipa kafara jingine, qiyasan ala rajuli litusawihima fi sababi litasawihima fi sababi wal ithmi kahaddi zina, wa hadha fi ghairi mutahayyira. Wengine wasema mbona kama kutakuwa na zinaa, akipigwa mawe mume mpaka akifa na mke naye anapigwa mawe mpaka afe, akipigwa hadi ya viboko kama ni ghairu musan, basi na huyu naye atapigwa viboko kama ni ghairu musan. Sawa Wakajaribu kupelekea katika kiasi hicho, wakasema basi mwanamke naye pia alipe kafara lake zima linalojitegemea. Lakini kauli iliyokuwa na nguvu ni ile ya kwamba kafara litalipwa moja na mlipaji wa kafara ni mwanamume. Walzamul kafaratu man infarada biruyati alhilali min ramadhana, na kuna mlazimu kulipa kafara yule ambaye infarada, amepwekeka, biruyati alhilali, kwa kuona mwezi muandamo, min ramadhana, katika Ramadhani, wajamaa fi yaumi, na akafanya jimai mchana wake. Kwa nini litamlazimu kafara huyo? Lihatiki hurumati yaumi min ramadhana indahu, kwa kule kuvunja heshima ya siku katika Ramadhani mbele zake, maana kwa yeye tayari hiyo ni Ramadhani kwake. Biljimai, kwa kujamii. Maadamu ishakuwa kwake yeye anawajibishwa kufunga, basi kwake tayari ni Ramadhani. Kwa hiyo yeye akiharibu, basi atakuwa amejiharibia na ameiharibu funga yake. Waman jamaa fi yaumaini, na mwenye kufanya jimai katika siku mbili, lazima huu kafaratani, yamemlazimu yeye makafara mawili. Yani mtu amefanya tendo la ndoa leo, alafu kesho napo ile kufanya tendo la ndoa haihesabiwi mara, yahesabiwa siku, kwa sababu ukishafanya ndio umefungua, ndio saumu yako umeiharibu. Kwa hiyo hata ukirudia tena kwa leo haujaharibu saumu, kwa hiyo hautoambiwa ulipe tena. La nini? Ili kafara moja ni kwa ajili ya hii saumu niliyoiharibu, hakafara jingine la nini? Kwa hiyo hata ukafanya mara 7, hata ikiwa ni mara tofauti, asubuhi ikafika saa 7 ukarudia, ikafika saa 10 ukarudia, kafara lako ni moja. Lakini ikatokea umefanya hivyo leo, alafu kesho ama kesho kutwa ukafanya tena hivyo, lazima huu kafaratani, yamemlazimu mtu huyo makafara mawili. Wa huduthu safari ba'da aljimai la yuskitu alkafara, na kuzuka safari baada ya kujamii hakupomoshi kafara. Na kuzuka safari baada ya kujamii hakupomoshi kafara. Mtu akafanya tendo na mkewe, ikawa wameharibikiwa tayari, hawa saumu hawana na wanatakiwa kulipa kafara. Baada ya hapo ghafla ikatokea jambo lolote miongoni mwa mambo, kama ni watu wa kazi, kama ni watu wa biashara, au hata taarifa za kifamilia, ukatokea msiba huko Mwanza, wakajifungasha saa hiyo anaanza safari ya kwenda Mwanza. Sasa haiambiwi lakini siku ile si walikuwa safarini nilikwenda Mwanza. Mwenyezi Mungu haibiwi hivyo kitotototo. Sawa Wewe ushafungua, una safari, una nini, umefungua ukafanya jambo, umefanya jambo hilo. Kwa hiyo hukumu yako yabakia pale pale, kwamba wewe umefanya jimai hali ya kuwa upo nyumbani, sio msafiri, na upo nyumbani na ulikuwa umefunga saumu sahihi. Kwa hiyo kafara lako liko pale pale. Kwa hiyo huduthu safari baada aljimai la yuskitu alkafara. Wakadha almaradhu, na vile vile maradhi ala almadhhab, tuendapo na madhhab kwamba mtu ameamka asubuhi mzima amefunga, alafu ilipofika saa 3 saa 4 akafanya jimai, saumu ikawa imeharibika. Ilipofika saa 7 akaanza kuumwa na tumbo, kichwa, sijui maradhi gani, akaumwa mpaka watu wakajua anaumwa kweli. Sasa haiambiwi kwamba siku ile alikuwa aumwa.
Hawa ya kuumwa yalikuja baadaye, alikuwa kwa kashabeba mzigo wake anao, kwa hiyo mzigo uko pale pale. Wayajibu maaha, na kuna pasa pamoja na huko na hilo kafara. Wayajibu, na kuna pasa maaha ay ma'al kafara, pamoja na hilo kafara. Qada'u yaumil ifsadi, kulipa siku ya kuiharibu, ile siku aliyoharibu ailipe. Ala sahihi, tuendapo na kauli sahihi, kwa maana ya kwamba mtu ambaye amefunga Ramadhani siku moja akatokewa na jambo la kuiharibu saumu yake kwa kufanya tendo la ndoa, mtu huyu baada ya Ramadhani ikiisha atafunga siku 61. Maana yake siku moja ni ya kulipa deni kama kawaida, siku 60 ndio ile faini, ndio lile kafara Wayajibu maaha, na kuna pasa pamoja na ile kafara. Qada'u yaumil ifsadi, kulipa siku ile ya kuharibu. Ala sahihi, tuendapo na kauli sahihi. Waman jamaa fi yawmaini lazimahu kafaratani lianna kulla yawmin ibadatun mustaqilla. Kwa nini aambiwe alipe saumu, alipe makafara mawili? Kwa sababu kila saumu moja ni ibada yenye kupwekeka. Fala tatadakhalu kafaratahuma, hayaingiliani makafara yao. Sawa Ndio maana anasema akiwa mtu amejamii siku mbili, basi makafara yao ni mawili, tofauti na mtu kujamii mara mbili katika siku moja, kwa sababu saumu ni ile ile aliyoiharibu tu, labda mwenyewe aliamua anaimalizia kabisa na ikomoa, lakini haitokuwa sheria imwambie alipe makafara mawili. Huduthu safari walau tawila, na kuzuka safari hata ikawa ndefu, mathalan safari ndefu, baada aljimai, baada ya kujamii, baada ya kufanya tendo la ndoa, la yusitu alkafara, haliondoshi kafara jazman, kwa kutinda, wala si kwamba labda kuna khilafu, wengine wasema hapana, wengine maadamu wewe ulifanya tendo la ndoa ukiwa nyumbani kisha baadaye ndio ikatokea safari, kafara lako unalo vile vile. Lianna safara, kwa sababu safari munashaa au munshaa fi athnai nahari, imezushwa. Safari ni yenye kuzushwa katikati ya mchana. La yubihu alfitra, haibihishi kufungua. Au tusema lianna al-safara al-munsha, lianna safara al-munsha, kwa sababu safari yenye kuanzishwa fi athnai nahari, katikati ya mchana. La yubihu al-fitra, haibihishi kufungua. Fala yuathiru fi ma wajaba min al-kafara, haiwezi kuathiri kilichopasa na ile kafara. Wakila, na pamesemwa innahu ka huduthi al-maradhi, ni kama vile kuzuka maradhi. Wakadhali maradhi, na vile vile maradhi, ay huduthu, kuzuka kwake, la yuskituha ala almadhhabi, hakupomoshi kafara tunapo na madhhabi. Lianna almaradha, kwa sababu maradhi, la yunafi sauma, hayakanushi saumu, hayapingani na saumu. Fayatahakkaku hurmati hatku hurmati, maradhi yenyewe tu hayamfanyi mtu aache kufunga, mpaka yawe anapata mashaka ndani ya kufunga kwake. Wayajibu ala zawji maaha, na kuna pasa juu ya mwanamume, maaha ay ma'al qada'i, maaha ma'al kafara, maaha ma'al kafara, kuna pasa juu ya mwanamume pamoja na kafara. Qada'u yaumil ifsadi, kulipa ile siku ya kuharibika. Ala sahihi, sawa Endapo na kauli sahihi. Wathani la yajibu lianna alkhalala alhasila kad injabara bilkafara. Wengine wasema kauli ya pili, ile siku atoilipa kwa sababu ile kosa ililopatikana kwenye kuifungua siku ile ndio imeungika kwa ile kafara. Ili kafara ndo laja la ikamilisha ile. Kwa hiyo nasema tosha kabisa. Wahia, na ilo kafara lenyewe ambalo linamlazimu mtu ambaye ameiharibu saumu yake. Wahia, nalo ilo kafara itiqu raqabatin mu'mina,
ni kumwacha huru mtumwa mu'min. Wa hiya itqu raqabatin mu'mina, nalo ni kumwacha huru mtumwa mu'mini. Fa in lam yajid, asipompata, fasiyamu shahrayn mutatabi'ain, ni kufunga miezi miwili yenye kufuatana. Fa in lam yastati, asipoweza, fa it'amu 60 miskina, ni kuwalisha maskini 60. Falau ajaza anil jamii, lau alishindwa na yote, hana maskini wa kuweza kumlisha, hana saumu anazoweza kuzifunga mfululizo, hana mtumwa anaweza kumwacha huru. Fa in ajaza anil jamii istaqarrat fi dhimmatihi fil adhhari, litastaqiri, litatulizana kafara katika dhima yake katika adhhar. Kauli iliyokuwa adhhar inasema dhima itakuwa yani ile deni au ile kafara bado liko katika dhima yake. Fa idha qadara ala khaslatin faalaha, siku yoyote akija akiweza kufanya jambo miongoni mwa mambo itabidi alifanye. Anasema wahia, na ilo kafara almadhkuratu murattabatun, lenye kupangiliwa, fayajibu awwala, basi kuna pasa mwanzo kabisa itqu raqaba mu'mina, kumwacha huru mtumwa mu'min. Unaweza kuwa na watumwa wako 5, 6, 7, wengine waislamu wengine makafiri, ili wewe upate kuwa umesameheka, yule unayemwacha awe ni mu'min. Fa in lam yajid, asipopata mtumwa wa kumwacha, fasiyamu shahrayn mutatabi'ain, manake hiyo akimwacha huru mtumwa mu'min, kwanza itakuwa yeye ametekeleza adhabu, lakini adhabu ambayo ndani yake ina faida kwa wengine, ina manufaa. Ndo siku hizi watu wanatuambia hata ukipanda miti ya kivuli upande mti wenye manufaa, kwamba panda mchungwa, panda sijui nini, panda mjooro barazani kwako. Ushauriwi sana siku hizi, sababu mjooro uchakuwa unakupa kivuli alafu basi. Lakini ukiweka kijimwembe pale, mwembe ngoe, sijui mwembe boribo, wapata kivuli, wapata embe. Sasa hapa ni adhabu, lakini huku imemnufaisha mtu, maana ameachika huru, amekuwa muungwana. Ndio ikawekwa namba moja kabisa ili iwe na manufaa, yameingia kwa jamii. Fa illa yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain, asipopata mtumwa atafunga miezi miwili mfululizo. Fa illa yastati, asipoweza saumahuma, kufunga hiyo miezi miwili, fa it'amu 60 miskina, basi atawalisha maskini 60 au fakira au mafakiri 60, lilkhabari almutakaddim awwal alfasli. Wahadhi, kwa hadithi iliyotangulia mwanzo wa fasli. Wahadhi alhisalu thalathu sifatuha madhkura, na mambo matatu haya yaliyotajwa sifa zake ni kutajwa fi kitabu dhihari, katika kitabu cha dhihari. Namna hizo siku 60 zilizokuwa mfululizo zikoje, yametajwa kwenye masala ya dhihari, mpaka ukaambiwa kwamba lau ataumwa siku moja itokee kwamba hakuweza kufunga, anaanza tena moja. Hiyo ndio sifatuha, ndio namna yake, maana yake imetajwa. Mtumwa mwenyewe naye aweje, ametajwa huko. Walau shara fi saumi, lau aliingia katika saumu akaona kafara langu mimi ni la kufunga, thumma wajada raqaba, kisha akapata mtumwa, nudiba itkuha, kumesuniwa kumwacha huru mtumwa, alafu ikawa ndo basi. Walau shara fil it'ami, lau aliingia katika kulisha chakula, thumma qadara ala saumi, kisha akaweza kufunga, nudiba lahu, kumesuniwa kwake yeye kufunga. Sawa. Ipo kadhia yaelezwa ikisihi, ni kwamba mtu alikuwa tajiri, ana nafasi nzuri ya kimali, kisha akawa amepatikana na hatia kama hii, akaenda kwa shekhe kutaka fatwa. Shekhe akamwambia, wewe hukumu yako wewe ni kufunga siku 60.
Yule bwana akamwambia, ni kweli Sheikh, lakini hakuna hukumu nyingine? Akamwambia hakuna. Sheikh ana wanafunzi wake wako pale karibu. Kumuona yule bwana kama ana ishara ya kulalamika, akanyanyua mkono. Naam, Sheikh, lakini sinakumbuka kuna fatwa ile ulisema mtu anaweza katoa kawalisha maskini 60 au akaacha huru mtumwa. Sheikh naye akamgomea mwanafunzi pia, akamwambia hakuna. Mwanafunzi akataka kukazana kidogo, si utufundisha lakini Sheikh? Kama niliwafundisha lakini mimi nimekwambia hakuna. Kitabu gani? Akataja kitabu mwanafunzi. Sheikh akamwambia hebu kakilete, uje utuonyeshe. Kikaenda kaletwa kitabu. Mwanafunzi akaanza kutafuta faslu, akaitafuta kafara, sawa akalitafuta kafara la saumu mpaka akachoka. Akifika pale anakuta kwamba mtu atakiwa afunge siku 60. Kitabu hicho hapo, muonyeshe bwana. Akakosa. Yule bwana akaondoka. Kikisihi kisa hiki maana yake ni nini? Sio kila sheria au kila adhabu ni ngumu kwa kila mtu. Kuna mwingine kwake ni rahisi. Kwa hiyo sasa mtu huyu kama angeondoka pale, angefanya kila siku. Sasa mtu kama ana watumwa 40 nyumbani kwake, ana watumwa 50. Si achukua watumwa 20 akawatoa tu. Muda wote akitaka yeye afanye mambo yake. Mtu ni tajiri, ana mabiashara yake, ana maduka. Ukimwambia awalishe masini 60, kila masini moja kibaba kimoja, yaenda mpa kila masini moja sapleti ya kilo 50. Alafu kwa hiyo kuna vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo hata ukiwa shekhe, mufti na nini, katika fatwa vile vile na hukumu, bado kuna vitu vya kuangalia. Ndio maana kuna watu wanapewa hikma. Mwenyezi Mungu anasema man yuta al-hikma faqad utiya khairan kathira. Hikma ni nini? Ni kuweka kila kitu mahali pake. Huyu kweli, lakini sheria iko hivi, lakini kwa huyu badala ya kumtengeneza ndio anamharibu kabisa. Kwa sababu atafanya jambo ambalo yeye ataendelea kuwa huru, kesho atakuja tu atakufuata. Shekhe, vipi, naona wale maskini wa upande ule tayari wale wameshashiba sasa, maana wale tangu juzi na walisha hao tu. Kwa hiyo vipi upande huu? Kuna maskini hao 60 bana. Tafutie shekhe maskini 60. Wewe mwenyewe waanza kujiuliza, kwa nini? Si yale mambo yetu shekhe. Itabidi afanye hivyo yeye. Kwa yale mambo yetu kidogo yamenitokea shekhe, kwa hiyo hebu nitafutie maskini 60 hapo jioni na naleta mzigo hapo. Hakuna. Lakini pia kuna karama. Sawa Kuna karama. Kwa hiyo unaweza kuta kitu kimoja kinakuwa na mambo chungu nzima ambayo unapata huko ndani yake. Lakini adabu pia, shekhe kama bado ana akili yake timamu, sawa akiongea kitu kwa kutumia akili timamu aliyokuwa nayo na kila kitu, basi wewe na umakini. Umeona? Ingewezekana pengine ungenyanyuka ukamwambia shekhe, samahani, hebu naomba kuna kitu bana huko, kwa namna yote. Lakini je, pale ingekuja alafu zikaonekana kweli zile, tafsiri ingekujaje? Shekhe hajui kuliko mwanafunzi wake. Kwa hiyo ingekuwa ile bwana kwanza ndio tumemharibu, atakwenda kupiga vitu kama kawaida, ataacha huru watumwa, lakini hapo ingekuwa tayari kumeondoka na kwamba kumbe yule shekhe msimuone vile, yule hana lolote bwana. Kama asingekuwepo mwanafunzi wake, watu wangekuwa wanapewa fatwa za ovyo ovyo kweli kweli. Sasa tumepangiliwa, lakini pamoja na kupangiliwa kuna mtu mwingine utamwangalia. Sawa Ndio maana Mtume sallam alikuwa anajiwa na mtu anamuuliza, ya Rasulullah, ausini niusie, anamwambia la taghdhab. Ausini la taghdhab, ausini la taghdhab. Kwa hiyo unapata kwamba usia wa Mtume ni la taghdhab, usighadhibike. Lakini mwingine anakuja kumwambia ausini, mtu anamwambia qul amantu billahi thumma istaqim. Sema hivyo, usiliache neno hilo, amantu billah thumma istaqim.
Nini? Kila mmoja anamjua mazingira yake. Huyu ni mtu wa kupenda ghadhabu. Maadamu amefuata usia wa Mtume ni kutoghadhibika. Kwa hiyo atakwenda kujikontroli mpaka itakuwa sasa akigombana na mwenzake, lakini anakumbuka Mtume aliniambia nisighadhibike. Basi ataenda mpaka atafikia mahala yale mambo ya ghadhabu yatampungukia. Sawa? Kwa hiyo anampa kitu ambacho kiko ndani ya haja yake ya sasa. Na pengine mtu huyu anamuona anayumba huyu kweli Muislamu anaswali na nini, lakini kama bado anayumba. Kul amantu billahi thumma istaqim. Kwa na msimamo katika dini yako. Mtu anafanya hivyo. Wa fa in ajaza falau ajaza anil jamii, kama mtu atashindwa na mambo yote hayo, ay jamii alkhisal almadhkura, istaqarrat ay alkafara litathbiti kafara hilo fi dhimmati, katika dhima yake, fil adhhari. Sawa, litabaki kwamba ni kafara linamdai, linatakiwa alifanye. Fa idha qadara ala khaslatin, siku yoyote akiweza mojawapo, faalaha, atalifanya. Ndio wale tunasema inawezekana leo hii wewe ni maskini, lakini baada ya mwezi mmoja, miezi miwili, mitatu, wamekuja watu wa Tigo barazani kwako, wameona panafaa kabisa kujengwa mnara, wakakwambia tunapataka hapa. Tayari umegeuka, umekuwa tajiri wewe. Sasa basi katika pesa zako utakazozipata hizo, miongoni mwa majukumu ni kutekeleza lile kafara la siku ile, au ambii ndio basi tu, istaqarra alaihi, wallahu wa rasuluhu a'lam. Naam. Maswali kuambatana katika somo. Naam. Umesema kwamba mtu afunge siku 61. Lakini huku aliape kafara miezi miwili mfululizo. Na hii miezi huwa ina miandamo. Ndio.